Mambo vipi? Fresh inakuaje? Safi kama kawa. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ashraf, tuzungumzie jana tumeona michuano ya CAF. Kwa upande wa Zimbabwe, Prince Dube ameingia kambani dakika 20 tu kuwafunga Egypt. Licha ya kuwa wamefungwa na Egypt mabao 2-1, lakini tuangalie ubora wa Prince Dube. Kwa dakika 20 zile imekaje kaje hiyo, licha ya kuwa katika timu ya Egypt kuna wachezaji wazuri na wakubwa kama kina Mohamed Salah kutoka Liverpool na wengineo kutoka Man City. Kwanza ni kitu kizuri kwake kama mchezaji kwa sababu ina boost confidence, kwa sababu unapozungumzia AFCON unazungumzia michuano mikubwa barani Afrika kwa ngazi ya national team. Na ni jukwaa ambalo wachezaji wanatamani kujiuza zaidi kwa sababu inafuatiliwa na watu wengi, sio tu Afrika lakini dunia kiujumla. Watu wanajua nini kinaendelea, na kwa nini wanajua? Kwa sababu kuna wachezaji kutoka ligi mbalimbali pia wametoka kwenye vilabu vyao kipindi hiki kuja kuzitumikia national team zao. Hii inakuonyesha namna gani ni michuano mikubwa. Then taifa kama Zimbabwe unaenda kuleta ushindani dhidi ya timu kama ilivyokuwa Egypt ambayo ina quality players wengi kutoka nje. Ni kitu kikubwa kwa Dube, na ukiangalia Dube ndo alianza kupata goli, maana yake akaitanguliza Zimbabwe kupata goli kwenye ule mchezo. And then japokuwa quality ya Egypt ilikuwa ni kubwa kuliko wao, walikompete baadaye wakaja kupata matokeo, lakini kuzungumzia lile goli ambalo Dube amefunga ni goli ambalo unatakiwa kumpigia makofi na kumpongeza, kwa sababu ni goli ambalo alihitaji kuwa na utulivu mkubwa kwenye lile eneo. And then angalia namna ambavyo alireceive ule mpira, akatani akachagua yengo wapi apeleke mpira. Goalkeeper aliyekuwa golini ni goalkeeper namba 1 wa National Real kwa maana ya El Shaarawy. Ni goalkeeper ambaye ana experience kubwa, amekuwa akicheza kwenye michuano mikubwa mpaka FIFA Club yeye amekuwa akicheza akiwa na Ahli. Kwa hiyo kumfunga goli kwenye mazingira kama yale, and then madefender kama wale kuweza kuchukua ule mpira kupeleka kule ni kitu ambacho unatakiwa kumpigia makofi. Na kitu ambacho nimekipenda kwa Dube jana ni namna ambavyo ameweza kuconvert nafasi. Unajua Dube ni mshambuliaji ambaye tumekuwa tukizungumza kwamba anakosa sana nafasi kwenye ligi kuu akiwa na Yanga, lakini umeona jana hakuhitaji nafasi nyingi, alihitaji nafasi moja tu ile kuiconvert, kuibadilisha kwa goli. Kwa hiyo unaelewa kwamba kwenye hii michuano huwezi kupata nafasi kila mara kwa sababu ya ushindani uliopo, lakini unatakiwa kuwa clinical zaidi unapopata nafasi, na ndio kitu ambacho Dube amekifanya jana. Hii inamboost yeye kuona natakiwa kufanya vizuri kila ninapopata nafasi. Lakini imekaje Dube unakuta sometimes anakuwa mzuri lakini muda mwingine kiwango kinashuka, na jana ameonyesha kiwango chake. Of course inatokea, unajua anasema form is temporary but class ni permanent. Daraja lako, mfano kama wewe Zahara, daraja lako la utangazaji inawezekana likawa liko top, lakini kuna kipindi ukawa unatangaza vibaya. Lakini haimaanishi kwamba ni mtangazaji mbaya. So Dube ni mshambuliaji mzuri ambaye mara nyingi alimekuwa akisaidia timu yake kupata matokeo. Hata msimu uliopita kama utakuwa na kumbukumbu, alianza vibaya kwenye ligi lakini baadaye alikuja akatopa na akafanya kila kilichokuwa bora. So inatokea sometimes, ingawa kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea mchezaji kutoperform, lakini daraja lake likiwa pale unaelewa. Mfano nitakutolea Mohamed Salah hivi karibuni, kama ulikuwa unafuatilia sakata yake pale Liverpool na coach Ancelotti, mpaka alikuwa anapigwa bench kwa sababu alikuwa anakosa nafasi na fungi, akapigwa bench. Hivi karibuni ndio ameanza kurudi kwenye kikosi na jana tumeona amefunga. Kwa hiyo inatokea maisha, sema tu Tanzania kuna namna ambavyo tunachukulia vitu, ni kitu cha kawaida ambacho kinaweza kumtokea mshambuliaji yote yule duniani. Hii ni ishara gani kwa upande wa klabu ya Young Africans, mchezaji wao kwenda katika mashindano hayo na kufunga goli kwenye mashindano makubwa hayo? Kumbuka, of course ni credit kwao, na umeona jana kama ulikuwa unafuatilia mashabiki wa Yanga walikuwa wako proud sana. Mpaka msemaji wa klabu ya Yanga alikuwa anaposti mpaka alipotoka kwamba Yanga sasa hivi imetoka Zimbabwe lolote liwakute. Means kwamba walikuwa wanamfuatilia mchezaji wao, na ile wao inawapa thamani kuona kama ulikuwa unamsikiza jana mtangazaji wakati anatangaza alikuwa anasema amefunga goli mchezaji ambaye anaichezea timu ya Yanga kutoka Tanzania. Maana yake ni kwamba wanathamini na Zimbabwe wamemuita kwa sababu anacheza timu kubwa kama ilivyokuwa Yanga na anapata nafasi ya kwanza. Ile trust ambayo Yanga wamempatia Dube licha kufanya makosa, ndio hiyo trust ambayo imepelekea wao Zimbabwe kuamini kwamba ni mchezaji ambaye anatakiwa kuanza kwenye timu yetu. Kwa hiyo ni sifa nzuri kwa Yanga kuona wachezaji wao wanaitwa kwenye national level na wanafanya vizuri, inatengeneza imani kuona kwamba wanacheza katika ligi ambayo watu wanaiangalia. Ashraf, umeongea vizuri sana, lakini tuangalie ubora na madhaifu ya Diarra. Wametoka sare 1-1. Of course kwenye mechi ya jana hakuna pointi yote unaweza kumlaumu Diarra. By the way unatakiwa kumpigia makofi kuonyesha kwamba huyu ni goalkeeper ambaye ni wa top level, ni goalkeeper ambaye amekuwa na uwezo mkubwa. Unajua Diarra
unapomhitaji akupe kitu kilichokuwa bora kwenye nyakati yote, ila anakupa. Na jana ametuonyesha pia consistency ya ubora aliokuwa nao. Kafanya save nyingi sana. Kuna moment unajua kwenye ile mechi Mali wali dominate game na kwenye football mara nyingi ukiwa una dominate game unatengeneza mazingira wakati mwingine ya kumfanya opponent wako wewe unajiamini kwa sababu ushamfanya awe underdog. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa unajiachia zaidi, alafu yeye akawa anakushambulia kwa counter attack kama jana. Mali wali dominate game, lakini Zambia walikuwa wanashambulia kwa moment na kuwa na mshambuliaji kama alivyokuwa Preston Daka ambaye ana uwezo mkubwa, amecheza Premier League kwa muda mrefu na hiyo experience. Ulikuwa unajua wakati wote anaweza kukudhuru. Ndio maana ulikuwa unaona target yao Zambia ilikuwa ni kumtarget Daka kwa sababu anajua na huo uwezo. Ndio kilichotokea jana. Ile ndonga aliyoipiga jana Daka ni fantastic. Hakuna kipa yote ana Daka. Kwa hiyo hakuna makosa moja kwa moja Diarra. Alivyokuwa anahitajika kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya, akafanya save nyingi mpaka unampigia makofi. Kwa hiyo hii bado inaonyesha thamani ya wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi yetu wa nje, kwa sababu kuna magolikipa ambao wanacheza mpaka nje, lakini nje ya bara la Afrika, lakini wanakaa nje kumsubiri Diarra acheze. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ubora ambao ulikuwa nao. Kwa hiyo kwenye mechi ya jana hakuna kosa lolote ambalo Dube unaweza kumnyoshia kidole. Dube Diarra. I mean Diarra, yeah.